Yes, shalom. Sijui kama umewahi ku experience jambo hili. Ikifika muda wa saa 9, wakati mwingine inaweza ikaanza muda wa saa 10, saa 9, saa 8 mpaka saa 11 ile alfajiri, unakuwa umekosa usingizi kabisa, hauna usingizi, na hata wakati mwingine ukijaribu kulala haupati bado usingizi. Wakati mwingine ikifika mida hii unakuwa na mawazo mazito sana kwenye akili yako, ni kama akili yako inafanya kazi sana, unakuwa kuna mawazo makubwa mazito yanaendelea kwenye akili yako. Basi nisikilize, nitakusaidia. Kama umekuwa ni mtu wa kukosa usingizi kwenye muda huu wa kuanzia lango hili la saa 10, saa 9, saa 8 mpaka saa 11 alfajiri, usidharau jambo hili, kwa sababu mara nyingi kwa nini huwa unakosa usingizi wakati huu? Huwa tunaita huu muda ni muda wa kiroho. Ni muda wa kiroho. Mara nyingi ulimwengu wa roho, upande wa giza na upande wa Mungu, huwa anapenda sana kutumia huu muda wa kuanzia saa 9 alfajiri mpaka saa 11 alfajiri. Huwa tunauita ni muda wa mafunuo. Kuna roho huwa zinajaribu kuja kukuletea mafunuo. Kuna mafunuo ulimwengu wa roho unajaribu kukupatia. Wakati mwingine huu ni muda wa direction. Roho huwa zinakuja kwako kujaribu kuleta direction. Kuna maelekezo roho zinakupatia, kuna vitu roho zinakupatia. Kwa hiyo usiignore muda huu. Mara nyingi pia huu muda huo unaitwa ni muda wa kichawi. Wachawi huwa wanafanya kazi sana wakati huu. Kwa hiyo mara zote utakapokuwa ikifika lango la saa 9 alfajiri, saa 10, saa 9, saa 8, wakati mwingine mpaka saa 11, ukikosa usingizi usiendelee kulala, kwa sababu kuna taarifa, kuna information, kuna revelation roho zinataka kukupatia. Kuna roho zinataka kuzungumza na wewe, kuna roho zinataka kukupa taarifa juu ya jambo fulani. Kwa hiyo ni vema sana muda huu ukiamka ukikosa usingizi, ni vema sana ukaanza kuomba. Omba kwa ajili ya direction, omba kwa ajili ya revelation, omba kwa ajili ya siku inayofuata. Omba Mungu akusaidie siku inayofuata. Huu ni muda mzuri sana wa communication kiroho. Unajua wakati huu roho yako inakuwa na utulivu. Kwenye ulimwengu wa mwili kunakuwa na utulivu, kwa hiyo ni rahisi sana roho kuja kuzungumza na wewe. Ukipuuzia taarifa hizi zinazoletwa kwako na ulimwengu wa roho kwenye majira haya, ukilazimisha ukilala, ndio pale utakapolala utaota ndoto moja mbaya sana hautasahau. Kwa mfano, imefika saa 8, imefika saa 9, imefika saa 10, imefika saa 11, usingizi ukakata kabisa, hauna tena ile nguvu ya kulala, mawazo ni mazito, ukalazimisha kulala, utashangaa utapita kwenye ndoto moja nzito, hautaamini maisha yako yote. Kwa hiyo huu muda ni muda mzuri sana. Unapoamka na kukosa usingizi, usilazimishe kulala tena. Cha kufanya, amka, anza kuomba ili kuanza kuconnect na zile spirits zinazotaka kukupa aidha taarifa kwa wakati huo. Mungu akubariki sana. Nimesema nizungumze na wewe, hili linaweza likakusaidia tena. Shalom.